Tunaendelea vizuri. Tunamwamini Mungu ni mwema, amen. Amen. Basi tunalo jukumu moja tu mahali hapa ya kukutangazia ya kwamba tumekuletea habari njema, habari za ufalme wa Mungu aliye hai. Amina. Amen. Na basi kabla hatujaendelea na neno la Mungu, naomba tumuombe Mungu alafu tuweze kuendelea. Tuombe. Baba mtakatifu, Mungu mkuu, keti mahali pa juu palipoinuka, tunakuhimidi mfalme wa uzima uliyetuumba watu wote, lakini pia uliyeviumba vinavyoonekana na visivyoonekana, maana Baba Mungu vyote ni kazi ya mikono yako. Tazama umetukusanya jioni hii ya leo ili Mungu wa mbinguni tuendelee kulitimiliza lile kusudi ulilosema ya kwamba enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Baba, tuko hapa kuambia ulimwengu ya kwamba wewe ni Mungu unayeponya, kuambia ulimwengu ya kwamba wewe ni Mungu unayesamehe, kuambia ulimwengu ya kwamba wewe ni Mungu usiangalia mwanadamu aliye yote, lakini Mungu unaangalia toba ya kweli. Sema na watu wako, sema na watu wako Bwana. Nami nimesimama mahali hapa kuliwakilisha kusudi lako. Ninaomba unitumie kama chombo kwa ajili ya utukufu wako. Ninashuka chini yako sana Yesu, kainuliwe wewe kwa yote atakayotendeka mahali hapa. Na kamata kila mamlaka zilizo kinyume, mamlaka za kipepo, mamlaka za kichawi, mamlaka za ushirikina, majini, uganga, chuma ulete, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wakati huu na muda huu, mfalme wa amani, ambao watumishi wako tuko mahali hapa, tunanyamazisha kila namna ya sauti, tunanyamazisha kila namna ya upinzani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Baba, tunajiweka mikononi mwako na tunakuamini, na kila mwenye pumzi na amshangilie Bwana kwa makofi ya shangwe. Amen. Amen. Haleluya. Jamani, haleluya. Haleluya. Yes. Nataka nisikie vibe la watu ambao wanasema tumekombolewa na Bwana. Hebu piga tena kelele za shangwe kwa mkuu wa uzima, Yesu Kristo mwenye uweza, Yesu Kristo anayesamehe, Yesu Kristo anayeponya, Yesu Kristo anaokoa. Sema Yesu, 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 Yesu. Haleluya. Haleluya. Ni jioni njema iliyompendeza Mungu. Tuwepo tena katika viwanja hivi vya Makondeko. Labda unajiuliza hawa ni kina nani? Hawa ni watoto kutoka Kibugumo Healing Center. Kibugumo Healing Center, kanisa la TAG. Zamani kwa baba yetu na mzee wetu, babu yetu mzee Saidi Hamisi Ruongo, Muislamu aliyeokoka akaacha yote akamwambia Yesu nakuja mbele zako. Lakini leo tunapozungumza, baba yetu ameimaliza kazi yake vizuri kabisa, na anaangalia vijana wanakiwasha, na yupo kijana pale aliyeingia, mchungaji mwingine anaitwa Geoffrey Jafet Mwakatila. Kijana huyu yuko pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ufalme wa Mungu unaimarika. Lakini tuliokuwepo hapa ni miongoni mwa wakereketwa. Hebu sema wakereketwa. Hebu sema wakereketwa kwa injili ya Bwana. Hawa watu wanafaibu, hawa watu wanafuraha kwa sababu Yesu yuko ndani yao, kwa sababu Yesu amewapa neema, kwa sababu Yesu amewapa uzima. Hata sio unapotuangalia hatujakaa kinyonge kinyonge mwanangu, maana iko neema ndani yetu, uko uweza ndani yetu, maana iko mamlaka ndani yetu. Imesimama hapa leo kukuletea habari njema za wanaume wa wanaume, Yesu mfalme wa uzima, Yesu Bwana wa mabwana, yeye aliyekuja duniani kama mwanadamu, akazaliwa kama mwanadamu, akaishi kama mwanadamu, alishukia njaa, alisikia maumivu, lakini alipitia mateso. Lakini misheni yake ni moja tu, kumtafuta mwanadamu aliyepotea katika dhambi, kumtafuta mwanadamu aliyepotea katika ulevi, kumtafuta mwanadamu aliyefungwa na vifungo vya ukahaba, kumtafuta mwanadamu aliyefungwa na vifungo vya uchawi. Leo hii tupo kukwambia kwamba toba Yesu, Yesu anaweza, Yesu anaokoa. Haleluya. Na ninao ujumbe fupi jioni ya leo kwa ajili yako wewe unayenisikiliza. Ujumbe wangu unasema ya kwamba mwanadamu ni udongo. Mwanadamu ni udongo. Usijivune, wewe ni udongo. Kama uko karibu na jirani yako, mwambie wewe ni udongo. Usijivune, utarudi kwenye udongo. Haleluya. Samahani kama kuna mtumishi wa Mungu anaweza kunisomea kitabu cha Yeremia
Kitabu cha Yeremia ile sura ya 18 mstari ule wa kwanza mpaka wa 6. Kitabu cha Yeremia sura ya 18 mstari ule wa kwanza hadi wa 6. Natamani tusikilize maneno ya Mungu kwa ufupi, alafu nikueleweshe nini kilikuwa kinatakiwa na nini unatakiwa kufanya. Unajua kuna muda tunaweza tukajivuna, unajua kuna muda tunaweza tukalinga, unajua kuna muda tukajiona sisi ndio sisi, lakini nikwambie tu ya kwamba wewe ni udongo na mimi ninaongea mbele yako ni udongo. Kwa hiyo sisi sote ni udongo. Haleluya. Kwa kama sisi sote ni udongo, hakika udongoni tutarudi na mavumbini tutarudi. Kwa hiyo naomba mtumishi wa Mungu unisomee kitabu cha Yeremia ile sura ya 18 mstari wa kwanza hadi wa 6. Karibu. Amina. Nitasema kwa jina la Yesu. Amen. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana, yani Mungu mwenyewe. Kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi. Ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikilizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi. Na tazama alikuwa akifanya kazi yake. Huyo mfinyanzi kwa magurudumu. Na chombo kile kilichokuwa kikifinyanga kilichoharibika mkononi mwake. Yeye mfinyanzi alikifinyiza tena kwa chombo kingine, kama alivyoona vema yule mfinyanzi kukifinyanga. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuyatendea ninyi vile kama mfinyanzi huyo alivyotenda? Asema Bwana, angalieni kama udongo ulivyo katika mikono wa mfinyanzi. Kama udongo ulivyo katika mikono ya mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi, yani sisi wanadamu. Ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wa ndivyo ninyi katika mkono wangu, nyumba ya Israeli. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Makondeko yote haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Bwana linalokwambia ya kwamba wewe ni udongo, usijivune. Wewe ni udongo, usijitambe. Wewe ni udongo, usijimwambatai. Leo tumesoma neno la Mungu katika kitabu cha nabii Yeremia, miongoni mwa manabii wakubwa, na hapa Mungu alikuwa anamtazamisha kwa habari ya mfinyanzi. Ni kama kastori fulani kalichobeba mfano, lakini mfano ulio hai. Mfinyanzi ni mtu anayefinyanga vumbi, ni mtu anayefinyanga vitu vya udongo. Kwa hiyo anamuonyesha nabii Yeremia ya kwamba nenda mpaka mahali nitakapokuonyesha, na hapo mahali utamkuta mfinyanzi. Mfinyanzi anafinyanga vyombo vya udongo, na kila chombo kilichoharibika kwenye mikono ya mfinyanzi, anasema mfinyanzi alikibomoa, akakifinyanga tena, akakiunda tena. Kwa hiyo alipokuwa anafanya hiyo kazi, nabii alikuwa anatazama, na baada ya hapo Mungu akamrudisha tena, akamwambia, tazama, leo hii mimi Mungu, kama mfinyanzi anafanya vile, anafinyanga chungu, anafinyanga kikombe, kikikasha kwa kulia, anakirejesha tena. Je, mimi Mungu siwezi kufanya kama mfinyanzi anavyofanya? Nini tafsiri yake? Anamaanisha ya kwamba mwanadamu ni udongo. Kwa kama mwanadamu ni udongo, wakati utakapozingua, Mungu akiamua kuzingua anakuzingua. Mungu akiamua kukurudisha chini anakurudisha. Mungu akiamua uiache dunia hii unaiacha. Lakini leo tumekaa na tumekamatwa na kiburi cha uzima, kiburi cha dunia. Nazungumza na mtu ambaye labda anasema mimi nina mali. Anazungumza na mtu ambaye labda anasema mimi ni role model. Nazungumza na mtu ambaye labda anasema mimi ni mtu fulani. Sikia, vyote vitapita. Mali zako zitapita, pesa zako zitapita, vyote ulivyo navyo vitapita, kila unachomiliki kitapita. Wafalme yeye apiti, anaishi
anaishi, anatawala, yupo kila mahali, anaweza yote, anajua yote. Sikia watu wa Makondeko, mimi unayeniona mbele yako ni kijana niliyekuwa katika mji huu, ninaitwa mchungaji Daniel Simon Tetea, jina maarufu Anatoli Simon Tetea, ni mtoto wa mama Tetea. Niko katika mji huu na leo nipo kusimama kukwambia ya kwamba siku moja utakuwa udongo, siku moja utakuwa udongo. Hata kiburi hicho siku moja utakuwa udongo, hata kujivuna siku moja utakuwa udongo. Unajivunia nini ndugu yangu? Twende ibadani utaki, okoka utaki, fanya hivi utaki. Nakwambia ndugu, hukumu ya Bwana, hukumu ya Mungu inakuja. Ulimwengu sikia, hukumu ya Bwana inakuja. Ulimwengu sikia. Kama Mungu alitoa mfano wa mfinyanzi akajilinganisha na yeye alivyo, anasema je, mimi si zaidi ya huyo mfinyanzi, kwamba ninaweza nikamtoa mwanadamu uhai muda wowote na dakika yoyote? Anaweza kutoa uhai wako, ndio anaweza kubadilisha ile jina lako. Leo unaweza ukaniona hapa ninahubiri kwa sema mchungaji Daniel Tetea alikuwa pale anahubiri. Baada ya dakika 10-20 unaweza ukasikia mimi ni marehemu na jina langu likabadilika, na historia yangu ikabadilika. Tayari habari yangu imekwisha. Lakini ndugu, leo nakwambia achana na dhambi mpendwa, achana na maisha ya dhambi, achana na maisha ya dhambi, achana na maisha ya nasa. Wewe ni udongo, sisi ni udongo. Udongoni tutarudi, udongoni tutarudi, tutarudi kwenye kaburi. Na ndio maana unaona leo mtu akifa bwana hapandishi ndege akazikwa angani, anarudi hapa down. Ndio. Yes. Sikia nikwambie mtu wa Makondeko. Imefika wakati ambie dhambi inatosha. Yes. Imefika wakati ambie mateso yanatosha. Ndio. Kwa maana Mungu aliyekuumba atamani kukuona unaishi katika hizo nyakati. Mungu aliyekuumba atamani kukuona unaishi katika kiburi. Hebu rudi kwa Mungu wako. Inawezekana nazungumza na mtu ambaye anasema mimi ninarudije? Mbona